Ya what up, mambo vipi mtazamaji wa Chukizi za Kaya ama ukipenda meza ya Chukizi. Nakukaribisha tena kwenye mpango mzima wa kupeleka mpaka mida ile ambayo inaruhusika ya kupata kuelewa zaidi na kufahamu mambo mengi tu kuhusiana na masuala ya wasanii ambao wanachipuka na masuala ya wasanii ambao wanajituma sana. Kama unajua kuna wasanii wanajituma, mara nyingi ni wasanii ambao wanachipukia, na hivyo basi kama kawaida wananiita mwanamfalme Captain Louis. Karibu kwenye mpango mzima mpaka ninapogonga ile mida ambayo itakuwa, maana kwenye redio inakuwa saa 4 mpaka mida ya saa 5. Kwa hivyo pia wewe ambao unaitazama kwenye YouTube channel, jua muda ni ule ule ambao inatokea kwenye redio, pia inapatikana pia katika upande wa YouTube channel moja kwa moja. Na ni platform ambao wasanii wanaochipuka wanapata nafasi ya kuonekana, kujulikana, kufahamika na kuweza pia kupata nguvu ya ziada. Maana msanii anapojikuta amepata nafasi ya kuonekana na kuweza kupaa zaidi, huwa inampatia nguvu ya ziada. Kama kawaida inaletwa kwako na Kaya Records ambao ndio wafadhili wetu wakubwa, na ofa bado inaendelea. Sema imesalia kama wiki moja ofa idondoke. Kwa hivyo kazana uweze kupata nafasi. Tutakwenda kueleza kuhusiana na masuala ya ofa baadaye. Lakini kwa sasa hivi kwenye meza ya Chipukizi niko na mwanangu mmoja ambaye licha kuwa ni msanii tu, lakini pia ni shabiki kubwa sana wa Radio Kaya. Kila siku akose kupiga simu mwana, yani lazima utamsikia kwenye simu kutoka maeneo ya Garite kule. One and the only anaitwa Jack Liza ndani ya mpango mzima. Na kwaje mwana? Poa kabisa, mambo vipi? Fiti, uko fresh? Niko poa kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu anasaidia, niko salama. Garite ni upande gani? Garite ni sehemu moja, ukifika pale kuna sehemu inaitwa Mjanaheri. Mjanaheri kwa? Mjanaheri ukitoka Malindi, unaenda Malindi kuna sehemu inaitwa Mambrui. Ukitoka Mambrui unaingia Mjanaheri. Hujafika Gongoni bado? Bado. Maana najua Gongoni nishafika kule. Kwa hivyo Mjanaheri? Ukifika Mjanaheri, sasa ndo kuna njia hapa ya kwenda Ngomeni. Unashika njia ya kwenda Ngomeni kisha ndo unatokezea na Garite. Aha. Ndo unafika Garite. Wow. Yeah. Safari umeanza saa ngapi? Safari kusema kweli nimeanza saa 5. Saa 5 ya usiku? Saa 5 usiku. Kutoka kule? Kutoka. Na kuna magari hiyo saa 5 ya usiku? Kuna magari, maana nimekuja na hizi gari za mchanga hizi. Okay. Kuna brother anafanya na hizo, sasa yeye ndo amenibeba hiyo time, ndo alikuwa akileta mchanga, ndo akanibeba kunileta huku. Akakuachia maeneo gani? Majaoni, amenishusha Majaoni pale. Kuanzia pale ndo ukachukua matatu? Nikachukua matatu hadi Bakstan kisha Majaoni kutoka Garite ilikuwa kama masaa mangapi mpaka unafika pale? Maana naona kama umefika usiku wa 8 pale. Pale tumefika usiku wa 8, ikabidi tulipofika pale ikabidi tukaanza kupumzika kidogo, tusubiri kupambazuke kisha ndo nichukue matatu niwahi. Okay. Wow. Right, karibu katika meza ya Chipukizi kama kawaida, na mimi upenda tu moja kwa moja kwanza na msanii kujitambulisha. Wanakuita nani? Wananiita Jack Liza KE. Jack Liza KE ndo majina yangu kamili ya sanaa. Na jina lako la kitambulisho? Naitwa Jackson Kazungu Charo. Jack Liza inatokana na nini? Maana Jack naona ni Jackson. Liza sijaelewa, labda ni Liza producer ama ni vipi? Hebu tueleze kwa nini ili jina lilitoka wapi? Jack Liza ilikuja time nilikuwa shule. Sasa kulikuwa kuna dem fulani nilikuwa naenda naye, dem alikuwa akiitwa Eliza. Sasa yule dem shule alikuwa akimuita Liza. Sasa ikaendelea vile paka walimu pia na wanafunzi wakajua yule dem ni wangu. Sasa wakawa wakiniona mimi naitwa Jackson, sasa walikuwa wamenizoea kuniita Jack. Dem naye anaitwa Liza. Sasa walikuwa wakiniona wananiambia ndo yule Jack wa Liza. Yaani Jackson wa Liza. Sasa ikaenda hivyo kila paka shule nzima ikatapakaa, kila mtu akiniona ananiita Jack wa Liza. Sasa ndo nikaona mbona iwe Jack wa Liza, bora niangalie nitaunganishaje vizuri paka izidi kupendeza zaidi. Ndo nikaona nitengeneze vizuri, ndo ikawa Jack Liza. Alright. Jack Liza wakati huo uko shule ya upili? Hapana. Ilikuwa shule ya msingi? Nilikuwa shule ya msingi. Ndio umeanza mapenzi kitambo dogo. Nilikuwa shule ya msingi. Liza yuko wapi sasa hivi? Liza bado yuko shule saizi. Yuko shule ya upili pale, sasa ndo anamaliza form 4. Na wewe ulimaliza upili?
Hapana. Oh, maana nashangaa wewe mbona bado anamaliza na wewe huko kwenye Hapana mimi. Na bado mko kwenye mapenzi? Kusema kweli hapo naona tupa. Kila mmoja alishika njia zake. Kila mtu alishika njia zake. Alright. Sababu moja ama nyingine zisiweza kuelezeka hapo. Okay. Kila mtu alishika njia zake. Alright, turudi sasa kwenye safari yako ya muziki. Inaanzia wapi? Ni shule ya upili, ni shule ya msingi? Safari yangu ya muziki ilianzia katika shule ya msingi, maana sikubahatika kuweza kuingia katika shule ya upili. Ilianzia pale pale tu kwenye shule ya msingi nikiwa darasa la pili pale. Darasa la pili ndo nimeanza hapo, nikaanza hapa na pale hivi. Darasa la pili ni nini ulichokifanya ambacho kilikuwa kina maanisha wewe ni mwanamuziki, ama pengine unafanya sanaa? Ni kitu gani ambacho labda kilichangia pale? Yani labda pengine ulikuwa unahusika kwenye mashairi, labda ulikuwa unahusika kwenye drama. Ni kitu gani ulichokuwa unafanya ambacho kinahusiana na sanaa? Shuleni kulikuwa sana na drama, ama wakati wa kufunga shule huwa kulikuwa kuna sherehe fulani. Sasa mimi huandika nyimbo zile time zile na nikasimama mbele na nikatoa kama burudani. Pale ndo nikajijua kwamba niko na kipaji. Pia nilikuwa nikiandika mashairi. Kuandika nyimbo za kuwakaribisha walimu pale shuleni kama kumekuja walimu wageni. Kwa hivyo wakati huo ndo bado unajiita jina lilianzia Jacklizer hapo ama? Hapana. Ni baada hapo haikuwa Jacklizer. Hapo nilikuwa sio Jacklizer. Hapo walikuwa wananiita Patronize. Patronize. Patronize ilikuja hivi. Wajua kuna babu yangu yeye alikuwa mwanamuziki. Muziki hii ya kikwetu, kitamaduni ya. Sasa yule babu alikuwa akiitwa Patrick. Yule babu. Sasa jamaa pale nyumbani baada ya kuniona kisha mimi nimeanza kuchipuka na muziki, wakasema basi huyu ni kama babu yake, lile jina lake, kwa sababu babu yake pia maswala alikuwa kama haya. Na babu yake alikuwa akiitwa Patrick. Sasa ndo wakachanganya hapa na pale, wakaona ikawa Patronize. Wakawa wananiita Patronize kulingana na ile jina la babangu. So wakati kwa shule ya msingi walikuwa wanakuita Patronize? Walikuwa wakiniita Patronize hapo nikiwa chekechea hizo classes za chini. Ndio Jacklizer inakuja wakati uko class ya ngapi? Jacklizer hiyo ilikuja nilikuwa darasa la 7 pale. Okay. Ilikuja darasa la 7, time ndo nimepatana na huyu mrembo Liza. Right. Swala la wewe kuhusika kwenye muziki rasmi sasa ulikuwa na wakati gani? Ulikuwa shamaliza primary shule ya msingi, ama ulikuwa bado uko pale pale shule ya msingi ndio unaingia studio mara ya kwanza? Na tunataka kujua story yako ya kuingia studio ilikuwa kwa vipi? Story yangu ya kuingia studio ilikuwa ngumu sana. Na pia nimeingia studio bado nikiwa pale pale shule ya msingi. Nimeingia studio nikiwa darasa la 7 pale. Kama sijakosea ilikuwa darasa la 7 pale. Sasa nilikuwa sana hiyo time nilikuwa nikitamani sana niingie studio, lakini ama kweli nilikuwa sijaweza kujikimu. Manake nilikuwa bado ni mwanafunzi. Sasa kuna bar fulani hapo area, bar yaitwa 11 Palm. Sasa hiyo bar ilipofunguliwa ndo kila Jumapili ulikuwa kuna kipindi cha wanaangalia talanta. Yani vipaji vyovyote mnaenda pale mnajionyesha. Sasa ndo kuna mjomba wangu mwingine, yeye ni mwanamuziki. Yuko mbele yangu anaitwa SK. Anajiita Kachumbari. Sasa yeye ndo aliposikia kule kuna hiyo swala wasanii wenye talanta wanaenda pale kila Jumapili na kujionyesha, akanikumbuka. Ndo akanambia basi wewe ankali naona ile inakufaa. Ndo nikawa sasa ninaenda pale, tukaenda pale. Sasa tukakaa. Wakati ulikuwa unaimba nyimbo zako za kutunga ama ulikuwa unaimba za watu? Nilikuwa naimba zangu za kutunga. Kwa hivyo umeanza kutunga tangu kwa darasa la 7? Tokea darasa la 2. Okay. Wow. Sema kweli tu nilikuwa sijapata platform, pesa za kuweza kulipia hata kurekodi. Nilikuwa naandika tu alafu zinaishia tu hivyo. Sasa yule mjomba akanipeleka pale. Aliponipeleka pale kuna mwamba fulani pale anaitwa Kolombe. Hiyo ndo alikuwa organizer pale na anaendesha hizo vipindi. Sasa ikaenda pale kila Jumapili tunaenda. Mara yule organizer
mamake akaaga sasa. Sasa mamake alipoaga ikasemekana katika hao wasanii ambao hawajaingia studio inafaa wachaguliwe wasanii 4, wasanii 2 wenye wameingia studio na 2 ambao bado, ili wakafanye ngoma ya yule mamake huyo organizer ambaye ameaga. Sasa katika ile harakati ya kuchaguliwa mimi nami ndo nikawa mmoja wapo sasa. Alright. Nikachaguliwa. Sasa nikaambiwa pia mimi nami nafaa niende nikarekodi. Ndo nikaandika ngoma, ndo tukaingia studio. Studio ya kwanza nimeingia ilikuwa pale Gongoni, inaitwa G-Town Records. G-Town Records ndo tukaenda tukafanya hiyo ngoma mazishi, ndo kwanza kabisa ilikuwa inaingia studio hapo. Ilikuwa ngoma mazishi nizi ambazo zinakuaga za kina kama nani anaitwa nani? Nasahau jina lake. Bwana anaitwa nani? Nimemsahau. Hizi tu za matangani. Za pambio hizi. Kuna mama mmoja pia sijui anaitwa nani? Mama Burudisho design ile. Hazikuwa hivyo. Hiyo ilikuwa na mtindo tu kama hizi za kawaida. Kama kawaida mnamwimbia. Okay. Ndio mara ya kwanza unaingia studio. Hapo ndo mara ya kwanza kabisa ndo kuingia studio kabisa. Hapo ndo ilikuwa mara ya kwanza. Baada ya pale ulirudi tena studio kurekodi na ulikuwa wakati gani? Ama ilichukua kipindi gani wewe kuja kurudi tena sasa kama wewe kurekodi? Sasa baada ya pale tukaendelea pale kuenda hivyo, kulikuwa tena na ugumu kuingia studio. Manake nafasi ilikuwa imetokea baada ya yule mama kuaga ndo ikatokea. Sasa kulikuwa hakuna tena nafasi ya kuweza kuenda na mimi nilikuwa bado sijaweza kujikimu. Sasa nikakaa hivyo hata huu mjomba wangu sasa huu Kachumbari akanishtua akanambia basi mimi naona ile ngoma umefanya ya kwanza ilikuwa ni mara ya kwanza lakini naona unakuja vizuri. Wewe eka pesa kidogo pale ifikawe 1000 kisha na mimi zile nyingine nitajigusagusa. Kuna studio moja kali hapa Malindi, tuende tukafanye ngoma moja. Alafu nikuone kama utakuaje. Wewe mjomba wako yeye alikuwa bado hajafanya muziki? Ama alikuwa hajarekodi? Yeye alikuwa tayari anafanya. Alikuwa anarekodi muziki? Alikuwa anafanya. Na hata mpaka sasa bado anafanya. Okay. Ndio akaniambia niweke 1000, nikaeka 1000, tukaingia Malindi studio tukafanya ngoma moja ilikuwa inaitwa I Love You Emily. Sasa ndo rasmi unafanya ngoma yako ya kwanza? Hiyo ndo ngoma yangu ya kwanza kabisa tukitoa hii ya Matanga. Hiyo ndo ilikuwa ngoma ya kwanza kabisa. Ulikuwa mwaka gani huo? Hapo ilikuwa kama 2020 hapo. Okay. Nafikiri kama sijakosea. Huyu Ankali ambaye ameungana na wewe kufanya muziki and all that. Muziki wake uko wapi? Yeye muziki wake unapatikana pale YouTube. Okay. YouTube jina SK for real. Hapo YouTube muziki wake. Ukitafuta unapata. Nitakuwa nataka nimpate pia yeye maana alicheza ni watu wachache sana ambao uko na talent alafu namsaidia na mwenzako ambaye ana talent. Na yule mwenzako anaisha kuwa labda kuinuka kwa wepesi zaidi yako. Huwa si watu wengi wanaweza kufanya vile. Na alifanya jambo la busara. Na imani Ankali unanitazama SK SK ama Kachumbari. SK ama Kachumbari, SK for real. Nitakutafuta mwanangu na kisha nawe pia kwenye kiti umekikaa maana ulifanya jambo la busara kumsaidia mwana ili kuweza kuinuka na kufikia pale alipo sasa hivi ni bonge la superstar. Anainukia vizuri. Mimi naona muda unatupa kisogo kidesign kama nilivyoahidi. Tutakuwa tunajitahidi kwenda dakika 10 ili tuweze kupata muda mzuri wa maongezi. Kwa hivyo usiende mbali. Tumejua story ya Jacklizer anapoanzia muziki. Alijiita Jacklizer kwa nini? Kabla ya pale alijiita nani? Na yuko katika darasa la 7, la 8 na wakati una rekodi ngoma ulikuwa shamaliza primary yako ya kwanza ya? Ngoma yangu ya kwanza? Hapana. Nilikuwa bado sijamaliza. Bado nilikuwa shule tu. Ulikuwa class ngapi? Na rekodi ngoma yangu ya kwanza nafikiri ilikuwa kama darasa la 6 pale kama sijakosea. Okay. La 6. Ulikuwa darasa la 6. Kwa hivyo jamaa yuko darasa la 6 na anarekodi ngoma yake ya kwanza. Tukirudi tutakuwa tunajua safari yake baada ya pale iliendaje. Je, muziki umemfanyia nini mpaka sasa hivi? Alafu pia usisahau huwa tunapata nafasi ya kujua life history ya mtu kidogo kuhusiana na maisha yake binafsi. Kwa hivyo tutakuwa tunagusia kiasi, lakini in the meantime usiende mbali. Wananiita Mwanamfalme Captain Lou the Real Eagle kama kawaida ni meza chipkizi na hivi ndivyo tunafanyaga kila Jumapili inapogonga mida ya saa 4 na dakika kama 10 hivi mpaka mida ya saa 5 hivi kinaeleweka. Naitwa Jacklizer ndio tuko naye kwenye meza leo. Usiende mbali tutakuwa tunarudi na couple of minutes.
Karibu tena, kama kawaida nilikuahidi nikirudi nitakuwa tunagusia swala la bonge la ofa ambalo linatokea ndani ya Kaya Records. Na mwanangu kabla afike, Jackliza alipitia Kaya Records, maana alifika asubuhi na alikuwa na mwanawe ubavuni fulani. Kwa hivyo pia atatoka na tutajia huyu mwana anaitwa nani. Lakini ndani ya Kaya Records kuna ofa moja bab kubwa, una record na shilingi 3,500 peke yake. 3,500 peke yake, na hapo unapata nafasi ya kujua mengi, maana kikosi kizima cha Kaya Records ni team kubwa. Wako akina Mboko, yuko producer Young 001 kupenda la make producer, na licha tu ya kurekodi wanaweza kukusaidia kuandika mziki, kutengeneza vocal zako, kujua masuala ya marketing, jinsi ya kujiweka vizuri kama msanii, jinsi ya kufanya biashara ya sanaa. Kuna mengi pale unaweza kusaidiwa, kufundishwa. Alafu zaidi ya yote pia kumbuka pia katika upande wa video, Kaya Records Kaya Media inakupatia nafasi ya kuweza kushoot video moto sana ambao unaishoot na shilingi 10,000 peke yake. Hiyo ni kwa wasanii chipkizi peke yake. 10,000 ni bonge la offer. Director Chris yuko pale kuhakikisha kwamba unapata nafasi. Kumbuka pia unaweza kupata masuala ya photoshoots pale, ukapiga picha za kiutu uzima za kinyama, ili ziweze kusaidia kukumarket kidesign. Lakini yote 9, kumbuka hata hii pia inakuwa short ama inafanywa recording na Kaya Kaya Records, ambapo pia wanahusika na masuala ya kushoot na vitu kama hivyo. Ndio wanashoot kipindi ambacho unakitazama, na kwa yule ambaye anakisikiza basi pia ndio wanahusika na sauti ambayo inarekodiwa ambayo unaisikiza kwenye redio. Niko na mwanangu Jackliza ndani ya nyumba. Tumefikia anarekodi akiwa yuko Standard 6. Nyumbani watu walikuwa wanachukuliaje hili swala? Ndio tunajua babu yako ni mwanamuziki, ankali pia ni mwanamuziki, lakini sasa wewe wazazi wako walilichukulia vipi? Sema kweli, wazazi wangu hili swala wamelipokea kwa uzuri. Wakati huo sasa ukiwa Standard 6, wewe uko shule na unafanya muziki, maana wazazi wengi wanakuwa utafuata kusoma ama utafanya mambo ya hapo sana walipazungumzia. Lakini sema kweli wamelipokea vizuri, isipokuwa wamenipatia ushauri wa kwamba nizingatie sana kusoma kwanza, masomo kisha muziki baada ya masomo. Right. Na kwa hivyo wakati huo wewe unatoa ngoma ya kwanza kwa Standard 6 shuleni, nao walikuchukulia vipi? Jamaa mwanangu amerekodi. Ulikuwa unasoma shule gani wakati huo? Nilikuwa nasoma shule moja inaitwa Kasmani Primary School. Iko Garithe? Kasmani Primary School iko Garithe hapo, along Ngomeni hapo. Alright. Walikuchukuliaje wanafunzi mtaani? Hebu nipatie experience. Mwanangu amerekodi kwa Standard 6, si jambo la kawaida hilo. Shuleni walinichukulia vizuri sana, ikiwemo hata walimu pia na wale wanafunzi wenza walinichukulia vizuri na sana walizidi kunipea hongera. Yaani walinipokea kwa uzuri yani. Walinipokelea vizuri. Na pengine ukiwa shule kuna kitu kiliongezeka katika maisha yako ambao kilikuwa bora zaidi kwa sababu ya muziki? Kipo. Kitu gani? Katika shule, manake hata katika urafiki pale nilikuwa sio sana, lakini kisha baada ya watu kujua mimi ni mwanamuziki na kisha baada ya kusikia hata nyimbo zangu nimewahi rekodi, wengi sana waliniunga urafiki, labda kwa kutaka kujua labda nimeanzia wapi ama na wao ni namna gani wanaweza kuwa wana muziki. Na kiliniletea marafiki sana shuleni. Right, na kujulikana pia. Ushawahi piga show ya ngoma yako ya kwanza ukiwa shule? Pengine kwenye tamasha la wanafunzi wengi pale? Shule niliwahi shule niliwahi. Kuna siku moja ilikuwa shule, tulikuwa tukifunga shule, hapo niliwahi kufanya hiyo show. Ngoma yangu ya pili ilikuwa ya pili. Ile ya kwanza ilikuwa ya msiba, sasa ya pili ndio ilikuwa ni ya nini, sasa hiyo ndo nimefanya. Umeniambia ngoma yako kwanza ilikuwa inaitwa? Ya kwanza ya pili, hii ya pili ambayo sasa ndio ya kwanza yako sasa rasmi. I love you Emily. I love you Emily. I love you Emily. Ulikuwa unamwimbia Liza ama ilikuwa ni Emily? Ama Emily alichukua jina la Liza kwenye mabano? Ile ngoma ama uliandika tu kwenye utunzi wa kawaida bila kuhusisha? Niliandika tu, bora nimeandika tu yani. Sio tulikuwa namwandikia mtu? Sio nilikuwa namwandikia mtu, bora nimeandika tu yani. Sasa nikaona bora nitumie hili jina lake, manake kisha nikitumia Liza na wazazi wanaweza leta noma. Alright. Nikaeka Emily ili wasijue nimemwimbia Liza, lakini ilikuwa ni siri yangu.
Lakini ule ukweli ulikuwa pia umemwimbia Liza. Nilikuwa namwimbia Liza. Lakini ikabidi nibadili jina ili hata wazazi endapo wakisikia ile ngoma wasijue nilikuwa naashiria nani. Alright. Ngoma ya pili unairekodi kwa shule bado? Hii I Love You Emily ndo nimerekodi nikiwa ilikuwa ni tuseme sasa tuseme ngoma ya tatu kwa maana mimi nachukulia Emily ndio ngoma yako ya kwanza rasmi. Lakini sasa tuseme ngoma yako ya pili ambayo rasmi sio ya kikundi ulirekodi ukiwa wapi? Ya pili pia bado nimerekodi nikiwa shule, ilikuwa hiyo nayo ilikuwa mazishi. Kulikuwa kuna auntie pale dadake babangu alikuwa aliweza kuaga. Pia ankali vile vile akasema huyu nyanya naona ni bora tumtengenezee kumbukumbu. Tukaungana tuka record hiyo ngoma, bado nilikuwa shule. Hiyo nayo ilikuwa ya mazishi pia, ngoma ya tatu. Alright. Na ngoma ya 4? Hii ngoma ya 4, ngoma ya 4 sasa hapo nilikuwa nimemaliza masomo sasa. Okay, umemaliza standard 8. Naam. Hapo ndo nilikuwa nimemaliza darasa la 8 kwenye ngoma ya 4 sasa. Na ilikuwa inaitwaje? Ngoma ya 4 ilikuwa inaitwa Nataka Nicheze. Alright, ilikuwa inaongelea kuhusu Nataka Nicheze ilikuwa ni ngoma moja hapo ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusu masuala ya sherehe. Sherehe. Kwa hivyo ni sheshe hiyo sasa. Hiyo ni sheshe sasa. Umetoka kwenye mapenzi, umepiga mazishi, umepiga mapenzi, umerudi mazishi, sasa umeingia sherehe sasa. Sherehe. Hiyo nimefanya nikiwa na jamaa mwingine hivi msanii anaitwa Sharo G Mnati. Nimefanya na Sharo G Mnati hiyo. Mbona ukamhusisha Sharo G Mnati? Sharo G ilikuja hivi, Sharo G mziki ameanza kwanza kabla ya mimi. Na kisha Sharo G alipoanza kusikia ngoma zangu ikabidi akanitafuta, akaona basi kwa sababu Sharo G tumekaa majirani. Kila uchao lazima tuonane. Sasa akasema mwanangu, mimi naona burudani saizi nimelikubali, upo vizuri, ama kweli naona tuandike ngoma, tuingie studio na turekodi. Wakati huo mnasimamiwa kurekodi na nani? Sema kweli wakati huo tulikuwa tunajisimamia tu wenyewe. Mlikuwa mnapiga kazi? Tunapiga kazi, alafu kazi za aina gani? Umetoka shule tu juzi hapo. Ulikuwa pengine unapiga kazi gani ama boda? Mimi nilipotoka shule sana kule kwetu nilikuwa na kazi tu ya uloda, kupakia magari mchanga. Okay. Kwa hivyo unatengeneza pesa unaweka mpaka mwisho tunaenda unarekodi. Katika wakati huu ambao umefikia kurekodi, na kuna swali kwa nataka kuuliza, umerekodi ngoma 4. Ngoma 4. Tuseme 3 ndio za kwako. Hizi ngoma 3 zilikuwa zinachezwa wapi? Ama hizi 2 ya mapenzi na hii nyingine zilikuwa zinachezwa kwa redio pengine? Ama ilikuwa ni mitaani tu? Zile zilikuwa ni mitaani tu. Bado hujafikia kuchezwa kwa redio wakati huo? Zilikuwa bado. Alright. Nilikuwa bado sijafikia kuchezwa kwa redio. Alright. Safari yako ya kuchezwa kwa redio inaanzia wapi? Safari yangu ya kuchezwa kwa redio inaanzia, kuna time manake nilikuwa sana kama shabiki kwenye redio Kaya. Sasa nilikuwa kama chipkizi kwenye kila Jumapili kwenye chipkizi za Kaya nilikuwa sikosi kutegea. Okay. Sasa nikategea, kuna mwamba fulani hivi anaitwa Dogomani. Sasa Dogomani hiyo siku alikuwa interview. Alipokuwa interview nikaifuatilia freshi mpaka ikaisha. Halafu kisha mwishoni ndo nikamtafuta sasa. Nikamtafuta nikamuuliza ABCD na akanieleza, kisha ndo mwishoni nikapata connection. Dogomani wa kwenu? Hapana, Dogomani huyu sio wa kwetu. Dogomani sio wa kwetu. Kwa hivyo mmekutana tu kwa sababu ya muziki? Kwa sababu ya muziki tumekutana. Na Dogomani alikuelekeza vipi? Maana nakumbuka kama ni wakati Dogomani mimi ndio nilikuwa na mu-interview. Na wakati huo ulikuwa umefikia ngoma ngapi so far wakati huo ukisikia Dogomani anakuwa interview? Wakati nikisikia Dogomani hapo akiwa interview nilikuwa na ngoma kama 7 pale. Nilikuwa na ngoma kama 7. Na zote unajisimamia mwenyewe? Zote nimejisimamia, isipokuwa kuna zinginezo nimepata support fulani. Alright. Kupitia kwa watu kadhaa wamenisupport kwa kunilipia studio na kurekodi. Alright. Yeah. Ninataka kuingia kidogo kwenye swala la pengine tumalize hili la redio. Dogomani alikusaidia na nini? Alikusaidiaje ndio ukaweza kufaulu labda kufikisha muziki wako kwa redio? Dogomani
Manake sana sana nilikuwa naona ile email ya kuweza kutuma, lakini ama kweli ilikuwa sijajua ni namna gani naweza kutuma kutuma. Kisha ndo Dogomani akanisaidia kwa kunipea namba yako, na ndo tukaanza mawasiliano, na kisha ndo paka muziki ukafikia. Wow, sasa nimekupata vizuri. Turudi kwenye swala zima la maisha. Umesema hukuenda shule ya upili. Sikubahatika kuenda katika shule ya upili. Kwa sababu ya uwezo ama kwa sababu gani? Kwa sababu ya uwezo ndo ulikuwa punguani. Lakini wewe mwenyewe ukawa unapiga kazi, unaweza kufanya muziki. Mbona ukaamua kusema acha nipige kazi niendelee na kusoma? Hiyo ndio nia mpaka sasa. Sema kweli tu bado sijaweza kujikimu ile sana kufikia hiyo hatua hiyo, lakini ndio nia mpaka sasa. Katika maisha yako ni story gani ambayo unaweza ikumbuka, labda ya kuhuzunisha ama ya kufurahisha, ambayo ishawahi tokea katika life yako? Labda kutokea utotoni mpaka ulipofika, kuna kitu chochote ambacho kishawahi tokea, labda kimehusisha wazazi ama kitu kama hiyo? Labda cha kufurahisha ama hata cha kuhuzunisha pia. Ukikuwa wazazi wako wote wawili wapo? Wazazi wote wawili wako. Wewe wangapi katika familia? Mimi ni watatu. Watatu. Kwa hivyo uko katikati pale? Niko katikati pale. Hakuna siku lishaitokea jambo pengine likakufanya, ama pengine story ambayo uliambiwa kwamba jambo lilitokea katika maisha yako la kushangaza? Jambo liko ambalo limenihuzunisha, japo nilikuwa mdogo, nilikuwa sijajifahamu vile. Naam. Lakini nasemekana awali pindi nilipokuwa mdogo nilipitia sana na matatizo mengi, hata ilifikia time mpaka wazazi wakaona tayari nilikuwa nimeaga. Lakini kumbe bado. Kulitokea nini? Wanasema nilipokuwa mdogo nilizaliwa nikiwa hali nzuri, lakini kisha jinsi nilivyoanza kukua nilikuwa na na matatizo. Maradhi. Maradhi. Na lilitokea nini? Pengine ukiambiwa hiyo story, ni jambo gani lilitokea wakati huo mpaka wazazi wakaona ni kama umeaga? Kwa hapo sikuweza kupata huo uelewa zaidi. Lakini walinielezea tu ilikuwa namna hiyo. Alright. Bwana, naona kopo la majina linatupeleka mbio, zimedondoka tayari dakika 15 hivi. Kinyume na vile tunatembea katika dakika 10. Kwa hivyo tutakuwa tunarudi muda usiokuwa mrefu tuweze kujua sasa huyu bwana amefika ndani ya Kaya Records. Amefika ndani ya Radio Kaya. Ameanza kuchezwa. Je, ni kipi ambacho kiliendelea baada ya pale? Je, ana video amefanya? Je, kuna collab zingine amefanya? Na pia ushabiki wake ndani ya Radio Kaya ulianzaje? Ni baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunakuambia tunaporudi muda usio mrefu. Kumbuka tunateka short break, commercial break, tutakuwa tunarudi. Wananiita Mwanamfalme Captain Louis, kwenye meza yuko Jack Liza KE. Ingia kwenye YouTube pale, subscribe, comment na kisha umeview ili uweze kumpatia japo push kidogo. Pia tutakuwa tunarudi tujue muziki wake unapatikana wapi. Usiende mbali. Ito round 3, round ya 3, round ya mwisho. Yani tunakafunga kidesign. Hivi ndio sisi ufanyaga kila inapogonga mida hii ya meza chipkizi. Bwana, niko na Jack Liza ndani ya nyumba, na kama nilivyokutaarifu hii inaletwa kwako na Kaya Records, ndio wadhamini wakubwa wa hichi kipindi. Na mimi wananiita Mwanamfalme Captain Louis. Meza chipkizi kama nilivyokutaarifu awali pale inapatiaga platform wa wasanii wanaichipuka, na hii inafanyika nafikiri ndio ya pekee Kenya nzima na ikiwezekana Afrika Mashariki ndani ya Radio Kaya. Masaa 3, ina maana saa 2 hadi saa 3, saa 3 hadi saa 4, saa 4 hadi saa 5, ni masaa 4 ya kumpatia nafasi chipkizi aweze kupata burudani, kujulikana, kukua. Na wasanii wengi ambao nawafahamu wamepitia katika chipkizi za Kaya, ndio sasa hivi wanaitwa masuperstar kutoka hapa kwetu Pwani, na wengine wako Nairobi. Kumbuka chipkizi za Kaya pia inakupatia nafasi ya kuwa
na mastori ambayo yanahusu vipi chipukizi anavyoweza kujimarket, kujiendeleza. Kuna tips pale za kumsaidia msanii anayeinukia. Kuna mizani ya chipukizi ambayo ni chart, inakupatia nafasi msanii ambaye ni bora anapigiwa kura ili aweze kuingia katika Kaya Flavors. Na pia kuna gumzo kibao kama ya leo kali, story ambazo ni za kushangaza katika ulimwengu huwa zinatokea pale mida ya saa 5 hadi saa 6. Kwa hivyo siende mbali. Lakini niko na Jack Liza ndani ya nyumba. Tumefikia mwanangu kujua kwamba umefika Radio Kaya na ngoma zimeanza kuchezwa. Ngoma yako ilipoanza kuchezwa kwa Radio Kaya, mtaani jamaa walireact vipi? Kulikuwa na reaction gani? Jamaa mtaani walifurahia sana. Ngoma yangu ya kwanza kuchezwa Radio Kaya, jamaa wa mtaani sana wamefurahia sana. Ikiwemo pia watu wa jamaa yangu pia wamezidi kufurahi sana. Wameanza kukubali kijana ameanza kuwa superstar. Sawa, wameanza kunikubali kwamba nimekuwa superstar. Wengine walinipigia masimu kwamba basi tumesikia ngoma zako kwenye station saa hizi zinacheza, kwa hivyo naona mwanzo wako umeanza kuwa mzuri. Kweli unaendelea vizuri. Ankali naye kukuambia vipi mwanangu, muziki naona umeanza kuchezwa na wewe nishike mkono na kuaje? Pia Ankali naye alinambia kitu kama hiyo. Alinambia kwamba basi naona ngoma zako zimeanza kufikia kule, naomba pia mimi nami unipe hiyo support ya kuweza kufika kule. Nikamwambia sawa, ukitaka tu ni mara moja, lakini mwenyewe amesema kuna mambo kidogo naweka sawa kisha ndo. Alright. Ankali tunakusubiri kwa hamu na gamu sana. Kama nilivyokutaarifu, ulifanya jambo la busara kumkuza huyu msanii, na you never know mtu ambaye unamsaidia kesho ndiye atakuwa mtu ambaye anakusaidia na wewe. Kwa hivyo kupitia kwake muziki wako utachezwa sana tu. Turudi kwenye ushabiki. Ushabiki wako ulianzia wapi? Ushabiki wangu umeanzia, kuna time nilikuwa niko na hizi tu radio hizi radio tu ndogo hizi za kusikiliza. Sasa hiyo time siku hata na memory. Unaona? Sasa kule kwetu hii 99.7 huwa inashika vizuri bila mkwaruzo. Zile nyinginezo huwa zinashika lakini zinasumbua. Lakini hii unaweza weka na weke kama ni kwa mfuko, unafanya shughuli zako na unasikia loud and clear. Sasa pale hata nilikuwa sijajua labda kuna radio gani na gani, ilikuwa radio yenyewe hata ilikuwa haionyeshi. Ni ile hujui ni namba ngapi mpaka ngapi. Bora imeshika tu. Bora imeshika tu. Sasa ilikuwa ikishika hiyo najua hii sasa ni nzuri. Unaweza fanya shughuli zako na tena imetulia. Sasa ndo nikawa kila siku nikifungulia radio ni pale pale. Kila siku nikifungulia radio ni pale pale. Sasa ikaenda paka nikawa kunatolewa zile namba za kuweza kupiga hewani, namba za jumbe. Ndo nami nikaanza kuchukua kupiga na kisha kutuma jumbe. Ushabiki umekuletea nini kama Jack Liza ama kama Jackson? Ushabiki sana umeniletea kujulikana sana kwa wingi. Manake ama kweli inapoingia kila mtu akiniona anasema basi huyu ndo ule mwamba watu tunamsikia sana akizungumza kwenye Radio Kaya. Yaani umeniletea kujulikana. Kuna kipindi umepiga simu na kukawa kuna mtoto ambaye ulielezea kwamba ni mtoto wako na anaimba. Sijui unaweza kumzungumzia kidogo, ni mtoto wako halisi ama ni mtoto wa katika jamii yenu? Yule ni mdogo wangu yule. Yule ni mdogo wangu. Sema kweli tu naye naona talent yako nayo. Akona nyimbo kadhaa ambazo ameweza kuandika. Ukweli tu ni vile hajaweza kujikimu. Manake bado yuko shule ya msingi. Yuko shule. Nikitafakari taswira ya mji wenu ni House of Music, kwa sababu babu alikuwa kwenye muziki, Skeni Uncle pia yuko kwenye muziki, wewe uko kwenye muziki, alafu pia mdogo wako yuko kwenye muziki. Na kuna huyu pia ndugu yangu, kuna msanii mwingine wa nyimbo hizi za kitamaduni anaitwa Bongo Garama, Somebody Bongo Garama. Yeye pia anatoka kwenye familia yenu? Yule pia ni kakangu yule. Baba mama mmoja? Jamii moja tu. Okay, jamii moja. Alright. Babu ni wa moja. Okay. Muziki ni safari ndefu. Kufikia sasa hivi unahisi muziki umekufanyia nini? Labda kuna mapato umepata, ushawahi piga mashow ama bado tu unajitafuta? Kuna kitu nimepata. Sema kweli si ile sana lakini nimepata kupitia mashow. Kupitia mashow nimepata. Umeshawahi kufanya mashow na muziki wako ambao umefanya? Nimeshawahi kufanya. Show kubwa zaidi unakumbuka ulipata kama hela ngapi? Hiyo naona hatutalieka wazi. Chini ya maji. Chini ya maji. Ni kipi ambacho nakumbuka katika show zote umefanya kilikuwa
yani show kubwa zaidi ulifanya ilikuwa vipi, na show ambayo unaikumbuka labda haikufanya vizuri ilikuwa vipi? Show kubwa ambayo naikumbuka ilikuwa vizuri. Kuna show moja nimefanya Club Florida. Club moja inaitwa Club Florida, iko sehemu moja inaitwa London. Na karibu na Mjana Heri hapo kuna klabu inaitwa Club Florida. Show imekuwa kubwa ama kweli. Nilikuwa na huu mwamba mmoja ambaye anajiita Mika Hunda. Nilikuwa na Baiteba hapa pale. Tumefanya na wao, show imekuwa kubwa manake imejaza. Pia nimepokea zawadi kochokocho kutoka kwa watu. Na ilikuwa ni wasanii nyinyi tu chipukiza, kuwa na msanii mkubwa? Tulikuwa sisi, nilikuwa pia na Makoroma. Okay. Nilikuwa na Makoroma pia na Ankali na wengineo, wasanii wengineo. Wow. Na ikaweza kujaa vizuri. Show ilikuwa vizuri. Ilikuwa muda gani huo? Hiyo tumefanya na ilikuwa jioni tu, ile saa 11 pale. Ndio nasema ilikuwa yani ni mwaka gani kwa mfano? Hiyo ni mwaka huu. Mwaka huu. Mwezi juzi kama sijakosea. Okay. Wow. Ilikuwa ya kulipwa? Hiyo ilikuwa ya kulipwa. Alright. Ilikuwa kulipwa. Show mbovu zaidi ilikuwaje? Show mbovu hiyo tumeifanya lakini hatukuweza kupata chochote, manake tulitiwa hiyo show tukaenda hapo. Sasa ilikuwa tofauti na tulivyokubaliana. Ilikuwa tofauti na tulivyokubaliana. Ama kweli tumefanya lakini haikuturidhisha. Manake watu hawakuja na maelewano. Pia hata kujaa haikuweza kujaa. Okay. Na wenyewe pia hatukuridhika. Alright. Kabisa. Sasa hivi bado muziki unajisimamia mwenyewe ama kuna watu ambao wamesimama na wewe kusimamia muziki? Kuna watu ambao wananipea support. Sema kweli pia wao wana ile nia na nguvu, lakini ni vile wao pia nao yani wanatamani lakini hawana ule uwezo wa kuweza kunisimamia kwa kila burudani nalotaka kurekodi. Lakini ni ile hawanisahau. Kuna jamaa mmoja anaitwa Sami. Yeye jamaa kwenye muziki ananisupport sana jamaa. Right. Yeye pia ni mjomba pia. Yeye naye ananisupport vizuri sana. Kimapato. Pale ninapopungukiwa nikimwambia bla bla bla, yeye ananifanyizia na nafanya kitu. Umefanya muziki kwa muda sasa hivi, ni kitu gani ambacho unaweza elezea kwamba kuna utofauti wa Jack Liza wa sasa na Jack Liza aliyeimba ule wimbo wa kwanza wa mapenzi? Ni kitu gani ambacho umeona kimetokea kimekuwa tofauti? Tofauti ipo. Tofauti ipo. Manake hata awali jinsi ilivyokuwa nikiimba na sasa kuna utofauti mkubwa sana. Kuna utofauti mkubwa. Sema kweli hata sauti ya zamani kwa sababu ilikuwa ndo kwanza, kuna utofauti pia. Nilikuwa kuna vitu kadhaa studio sawa. Studio unarekodi bado ni ile ama umerekodi studio tofauti? Nimerekodi studio tofauti. Kuna studio moja inaitwa Mango Record hapa Malindi. Kuna studio moja nimerekodi inaitwa 2BM. Kuna studio moja hapa nimesahau jina, producer anaitwa Sango, amenifanyia ngoma inaitwa Banana hapa Malindi pia. Right. Na kuna studio moja inaitwa Moustache naipata hapa Shanzu. Na pia leo kuna kitu ambacho tumeshafanya atika record. Wow. Kwa hivyo umeangukia hiyo offer ya Kaya Records? Nimeangukia hiyo offer. Alright. Yeah. Kwa hivyo tayari kitu umekifanya ni ngoma ya solo ama ni collab? Hiyo ni collab nimefanya na Dogomani ya ngoma Singeli. Mtindo wa Singeli. Mtindo wa Singeli. Mbona ukaamua mtindo wa Singeli? Mtindo wa Singeli. Sema kweli Dogomani ni rafiki yangu na tumetafutana. Sasa tukaona mbona huku kwetu unaona Singeli ni sana kwamba hakuna watu wanaoweza kuimba Singeli. Yani zipo lakini sana nyingi ni za sehemu za nje. Sasa tukaona tubunishe mziki wa Singeli. Right. Tufanye hizi pia alafu na Singeli pia. Right. Unapokuwa unafanya mziki ni mtu gani ulimtazama ukamwona alikuwa ni superstar ukasema mimi siku moja natamani niwe kama yeye? Sema kweli mie nilikuwa tukimtizama Simba yani. Simba Diamond. Diamond. Maana unajua kuna Simba Zee pia. Simba Diamond. Na ndoto zangu nilitamani sana niwe kama Diamond. Yeah. Wow. Alright. Muziki wako sasa hivi tunaweza kuupata wapi na wapi tukiutafuta? Muziki wangu
uko pale YouTube. Pale YouTube unapatikana. Ya platforms nyingine bado sijafungua, lakini YouTube unapatikana pale YouTube. Ni kitu gani ambacho kimekuwa kama changamoto kwako ambao kimekufanya uhisi muziki ni mgumu? Kitu chenye kimenifanya nihisi muziki ni mgumu. Naona sana kuhusu swala la mapato. Yani ni kama sina nguvu wa kuweza kujikimu, ndipo sana naona ni mgumu. Right. Yeah. Ombi lako ni gani kwa watu ambao ni washikadau kwenye muziki? Unaweza kuambia nini ukiwa unawatazama pale kwenye kamera ambao wanakuangalia? Ombi langu ni kwamba waingie hapo YouTube, waandike Jack Liza KE. Kuna vitu wataona hapo, wasikize. Endapo vitawaridhisha, basi wasikose kusubscribe, kulike na hata kucomment pia na kushare. Na je, mtu ambaye ana uwezo wa kukusupport na kukumanage? Pia nafasi ipo, kuna uwezekano. Yeah. Anaruhusiwa kukumanage akifurahi muziki wako? Akifurahia pia anaruhusiwa kunimanage. Yeah, nafasi ipo. Right. Ukiutazama muziki sasa hivi, unahisi miaka kama 2-3 ijao utakuwa umekuweka wapi? Kulingana na matarajio yangu ama na ninavyojiona jinsi ninavyokuwa, naona kama miaka 2 mbele ijayo nitakuwa nimezidi kusonga, nitakuwa nimepanda ngazi. Alright. Yeah, utakuwa umetoa sehemu moja na hadi nyingine. Alright. Yeah. Ninakuaga na maswali matatu, lakini kabla ya maswali matatu, muziki wako tunaupata wapi na wapi? Muziki wangu unapatikana pale YouTube peke yake. Yeah, YouTube peke yake. Bado sijaweza kufungua zile platforms zingine. So umebakia tu pale YouTube peke yake. Kwa sababu gani nakuuliza hivyo? Naam. Ulikuwa Kaya Records. Yeah. Na Kaya Records wana uwezo wa kukusaidia kuingia katika platforms za streaming, kwa sababu sasa hivi muziki si zamani zile ilikuwa tunategemea show na kutegemea kuuza CD. Yeah. Sasa hivi muziki ni streaming ambao unaingia tu kwenye simu yako na stream muziki, wengine wana download, kwa hivyo downloads pia ndio mauzo. Na kuna platforms ambazo ukipata nafasi zinakusaidia kuuza muziki wako ulimwengu mzima. Hapo ulipoweza kuwa kama uko kwenye, kuna platform moja wanaita DistroKid ambayo ukiwa pale inakupatia nafasi ya platform zingine kama 12 ama zaidi ya 12. Zinaitwaje, Skiza Tunes, Post, nini pale, Mdundo, nini na nini, na zote zinakusaidia wewe kutengeneza hela. Kwa hivyo kama umefika Kaya Records, itakuwa ni jambo la busara kabla labda hujarudi, uweze pia kupitia pale uulize, jamaa tunafanyaje muziki wangu uweze kuingia katika platforms za streaming? Ndio pesa iliyoko sasa hivi. Inaweza kuwa sasa hivi nafaa unapokea kama 1000 zako 30, 50, 10 kwa mwisho wa mwezi kwa sababu ya streaming. Kwa hivyo ukibaki tu muziki unapatikana YouTube peke yake, by the time unakuja kukulipo inakuwa umechukua muda mrefu sana. Hivyo ni jambo ambalo unafaa kufaidi kama umeingia Kaya Records na kama ulikuwa hujalifanya. Kwa hivyo ukipata nafasi unaweza pitia tena pale mkitoka, ama ukawasiliana na producer ukamwambia, bwana mimi na hivi na hivi na hivi na hivi, unaona nifanyeje? Anaweza kukuelekeza na kufungulia hizo accounts. But anyway, ninakuaga na maswali matatu kwa mpigo, maswali ambayo ni ya haraka upesi. Na moja ya maswali hilo linahusiana na chemsha bongo, utumie akili. Swali lingine linahusiana na maisha, na swali lingine linahusiana na maisha na muziki. Sijui ungependa tuanze na swali gani? Sema kweli tu lolote tu. Tuanze na lolote. Tuanze na swali ambalo la chemsha bongo. Mara nyingi watu wanasema neno PA. Unalielewa maana yake nini? Neno PA. PA kusema kweli lina maana nyingi sana, tofauti. Nieleze moja. Kwenye PA niliposema maana ni nyingi tofauti, inamaanisha watu wengi wana uwezo wa kuchukua neno lolote ambalo limeanza na leta P na kisha wakaanza na neno lolote ambalo limeanza na leta A. Alright. So wakaikatari PA maana yake. Like, like private account. Okay. Yeah. Wow, nice. Na mimi pia nilikuwa natarajia pia utaje personal assistant. Okay. Na public address. Okay. Okay. Tuje kwenye swala ambalo linahusu maisha. Naam. Sasa hivi uko na mpenzi?
Hapo naona hapo tupeke chini ya maji. Hapo tupeke chini ya maji. Alright. Leo hii amekuja mpenzi wako. Naam. Anakuambia chagua baina ya mimi na muziki. Unachagua nini? Sema kweli mimi nachagua muziki tu. Unaweza kumwacha kwa sababu ya muziki? Yeah, naweza kumwacha kwa sababu ya muziki. Alright. Swali la tatu ambalo linahusiana na muziki. Umepewa nafasi ya kufanya kolabo na msanii yeyote Afrika ya Mashariki. Utamchagua msanii gani? Utamchagua umwamba nani KO Kenyan. Kwa nini KO na si Diamond Platnumz? Naposema KO Kenyan namaanisha nishawahi sana kufuatilia muziki wake KO. Na nimeangalia jinsi anavyoimba na nikiangalia na mimi ama kweli naona tukipata nafasi ya kufanya collab, tukifanya collab itakuwa juu manake tumekaa tunaendana katika line moja. Yeah. Tukimalizia tunakupataje kwenye mtandao wa kijamii? Kwenye mitandao ya kijamii at Facebook pale Jackliza KE. Jackliza na spellwa vipi? J A C K L I Z E R. Alright. Yeah. Jackliza KE YouTube I mean Facebook and TikTok. Instagram yeah. Jackliza KE. Yeah. Alright. Sasa hivi bado uko kwenye ile kazi ambayo ulikuwa umesema ama ushaifungua kazi yako mwenyewe binafsi? Sasa hivi hiyo nishaachana nayo. Yeah, nishaachana nayo na nishafungua kazi mwenyewe binafsi. Ni kazi aina gani? Pengine kuna mtu angependa kujua pale na ikawa ni kazi ambayo inaweza kukusupport kwa kuja kuwa mteja wako? Sema kweli saizi nimefungua kazi yangu binafsi. Mimi saizi ni Palimpanda saizi. Nafanya kazi za Palimpanda. Palimpanda? Wow. Hiyo ni gani? Palimpanda Wagiriama wanaita kama kugema. Tengeneza pombe hii ya. Alright. Kwa hivyo watu ambao wanatokea eneo la Garite hapo umwamba anawahusu sana. Kabisa sana. Ingia pale kwenye mtandao wa kijamii na pia namba yako unaweza peana. Nambari yangu ya simu ni 07 96 76 00 38. 07 96 76 00 38. Alright. Mimi ni vile kidogo nilipumzika lakini ningekwambia mwanangu wewe ukirudi tena round nyingine ukija niletee japo hata cha 5 liter kile. Na niangalie maisha yanakuaje. Mwanangu mimi nimefurahi sana kuwa nawe lakini mashabiki wako wanakutazama unawaambiaje? By the way, ngoma mpya inaitwa Banana. Yeah. Na kabla hapo umefanya video? Yeah, nimefanya video. Yeah. Ngoma gani na gani ambayo umefanya video? Ngoma ambayo nimefanya video ni hiyo Banana. Yeah, Banana ndo ambayo nimefanya video. Na kabla hapo ulikuwa umefanya ngoma gani? Hii Banana. Kabla ya Banana. Before nifanye Banana, kulikuwa kuna hii ngoma hapa nyuma inaitwa Naipenda ambayo nimefanya nikiwa na Makoroma. Yeah. Kabla hiyo na Makoroma kuna ngoma nyingine nyuma. Kuna ngoma nimefanya inaitwa Nimefall nikiwa na Black Skin. Black Skin. Yeah. Ndio ngoma ambayo imechezwa sana kwenye Chipkizi na watu wamerequest. Hii ngoma umeifanyia wapi? Studio gani? Hii ngoma nimefanyia hapa Mostach. Yeah, nimefanyia Mostach hiyo. Fanya mpango urudi Mostach, wana touch ambao wanakushika vizuri. Yeah, ukisikiza ngoma yako umefanya na Black Skin. Yeah. Wow, ni one of the best songs ambao hata mimi mwenyewe nimeipenda zaidi. Kwa hivyo na pia yako ambao umefanya na Makoroma. Makoroma mmefanyia Mostach pia? Makoroma pia nimefanya na yeye Mostach. Itabidi utulie Mostach maana wanakuweka vizuri. Na pia kuna collab soon yaja. Hata hivi leo nilikuwa nipatane na Black Skin. Ya nikirudi tufanye recording hapo Mostach. Kuna ngoma tushaandika hata imebaki kufanya recording. Kwa hivyo mnafanya leo? Ilikuwa ni tufanye leo lakini kwa sababu ya time naona sitowahi na weather nayo naona kidogo haiko nasi. Mashabiki watarajie nini kutoka kwako? Kufikia sasa mashabiki watarajie vitu vitamu sana kutoka kwangu. Yeah, vitu vitamu sana. Nachowaomba ni wazidi kunifollow na wazidi kunipa support. Alright. Yeah. Bwana mimi nashukuru sana kwa kuweza kutimba mjengoni na kuombea kila laheri. Nitakusupport pale panahitajika zaidi na hakikisha muziki wako umechezwa kila redio.
na umepatikana kwenye video kila TV na pia kwenye platform zote unaweza kupatikana, itakuwa ni jambo la busara. Naam, shukrani sana Jack Liza kwa kutimba mjengoni. Kitu cha zaidi msikilizaji na mtazamaji ni kwamba tuingie katika YouTube channel ya Jack Liza, subscribe, comment, view. Hiyo ndio njia pekee yake tunaweza kumsupport msanii wetu kutoka nyumbani. Wenzetu Bongo hivyo ndivyo wanafanyaga, nakuta watu daily wako kwenye platform kule wanawasupport wasanii wao. Basi nyinyi nanyi pia wa Kenya tuwasupport wasanii wetu, hususan wa Pwani, tuhakikishe kwamba wameweza kufika katika anga nyingine. Kama kawaida nimekwambia hii ni Mizani ya Chipukizi. Mwana amepitia Kaya Records, ashajipatia nafasi ya kufanya Kigoma pale, na hivyo ndivyo kuna kuaga ndani ya mpango mzima. Unapopata ofa kama hii usilalie. Zimebakia siku za kuhesabu kama wiki moja hivi itakuwa tunafunga ofa. Bwana usichelewe. Shilingi 3500 kwa ajili ya audio na shilingi 10,000 kwa ajili ya video. Unaikosaje? Wananiita Mwanafalme Captain Louis. Panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu tuonane tena katika round nyingine, na hivyo ndio tunasepaga. See you.